unasema unampenda na unafurahia ukimwona. Leo nimeongea na babu, nimeongea na bibi. Haujaongea na baba, ongea na mzimu wa baba. Endelea kufurahi, endelea kukaa kwenye damu zao. Endelea kukaa kwenye damu zao. Mwambie mwenzio kata vitovu hivyo katika ndoto. Bibi, mbona unasikitika? Kata hicho kitovu. Haleluya. Haleluya. Vitovu vinakuunganisha katika ulimwengu wa roho. Amina. Sasa nataka tuende tuangalie mchungaji anaongea nini hapa, vitovu, damu na nini. Nataka niongelee. Unaweza kuwa umeokoka lakini bado maisha yako unafanyia kuzimu. Na hiyo ni hatari sana. Kumbuka kuna kanisa katika Ufunuo. Malaika alikuwa anaambia, kaambia ile kanisa, kuna kama makanisa mengi sana, sikumbuki lipi liliambiwa, makanisa yale 7. Moja liliambiwa, na ujua unabidi kunitafuta, si ndio? Una jina zuri. Nitoka jina zuri, lakini najua mahali ulipokaa. Ni katika kiti cha enzi cha nani? Unalo jina zuri. Lakini napojua mahali ulipoketi. Ni katika kiti cha enzi cha nani? Sasa Mungu alikuwa anamaanisha nini? Anyanyuke. Tunaelewana? Kuna mahali anakaa, hatakiwi kukaa. Na Mungu anaposema hivyo, maana kanisa lilielewa limekaa wapi? Ni tabia gani nilizonazo zinazowaketisha? Uketi sio lete kitu tu tayari. Kuna mwenendo nao ni kiti chako. Imekuketisha mahali ambapo ipache kufanya. Haleluya. Nataka nikwambie vitu anavyoweza kutumia shetani. Vitu anavyoweza kutumia shetani kama kitovu na kugaragaza katika damu ya asili. Vitu anavyoweza kutumia shetani kama kitovu na kukugaragaza katika damu ya asili. Ni muhimu sana kukata vitovu. Kitu cha kwanza, majina ya asili. Majina ya asili. Na Kristo wengi tumeokoka kibatu na majina mawili. Unazaa kitoto sasa hivi unasema nipeleke na jina la nyumbani, anaitwa nani? Jina la nyumbani maana yake nini? Wewe mbatiza mtoto jina. Yohana alipoitwa jina, wazazi wake Zakaria na Elizabeth wanaulizwa, hakuna jina kama hili katika Israeli. Yohana, hakuna. Hili jina halipo. Ayaambia Mungu amesema ni hili. Wewe unamuita mtoto jina la Kikristo, alafu unafuata jina la nani? La nyumbani. Mwambie wewe,